kwenye hali ya uchungu na huzuni, kwa kuwa tuliyemfahamu tukaishi naye hayuko nasi tena kwa namna ile tuliyozoea. Mabadiliko yametokea, mwili tunao lakini haongei tena. Basi tumefika hapa kwa ajili ya kufariji na kuwapa pole uongozi wa shirika, jumuiya ya shirika lote la mapadri ya Roho Mtakatifu, pamoja na wanafamilia, waamini wa parokia Mtakatifu Agustino Salasala Dar es Salaam, marafiki na waombolezaji wa marehemu mpendwa wetu Padre Peter Asenga, ambaye aliitwa kwa muumba wake. Mungu alimpa maisha, amemwita akamzawadia kwa jinsi alivyoishi maisha hayo. Poleni kwa msiba wa kuondokewa na Padre Peter. Poleni sana. Ndugu zangu, tunasali misa hii pia kumshukuru Mungu kwa maisha na kwa utume wa Padre Peter Asenga wakati wa miaka yake 68. Kwa miaka hiyo alimfahamu Mungu, alimfahamu Kristo, alifahamu kanisa, alifahamu shirika, akachagua maisha yake aliyopenda na akatumika katika maisha hayo. Miaka 68 si michache. Kwa upande wa Mungu ni namba kamilifu. Maisha aliyompa ndio hayo. Sisi tunadhani labda amewahi mno au vipi. Hayo ni ya kwetu, sio ya Mungu. Mungu anapanga na anachopanga yeye ndicho cha kufutafuta. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ampokee kwa huruma, amsamehe yote ambayo anahitaji kusamehewa, na ashirikishwe, akaribishwe mbinguni alikotamani, aunganike na watakatifu wa mbinguni, awe mwombezi wetu tunaposafiri, bado tunaposubiri siku yetu pia ifike. Mungu ampokee katika makao ya milele, na hilo ndilo tunda la ubatizo. Tubatizwa ili tufike mbinguni. Kabla ya kufika mbinguni kuna kusafiri katika wito wetu. Wito wako wa ubatizo, wito ambao Mungu amekuambia umfuase kwa njia hiyo, ili usafiri kuelekea mbinguni kwa njia ya uaminifu, tukifuata mifano ya watu kama hawa waliotangulia. Walipewa maisha, wakaandika historia yao, na imesoma tukaisikia hapa, ile fupi sio refu. Ndugu zangu, kila kifo cha mwanadamu hutukumbusha kwamba kifo sio tishio. Kifo ni ukweli, tutakufa. Tunapoona mwenzetu katangulia, tujue kwamba tunakumbushwa tutakufa. Lini hatujui, wapi hatujui, wala hatupangi. Ukweli wa kifo kwamba maisha yetu hapa duniani yana mwanzo na yana mwisho wake. Uishi kwa furaha, uishi kwa taabu, uishi kwa mahangaiko, uishi kwa furaha na starehe za kila aina, kuna full stop. Kuna nini? Full stop. Nukta. Unapoandika sentensi pale mwishoni unaweka nini? Nukta. Sio mkato. Ndio kifo hicho. Kuna ukomo. Kwa hiyo mtu asikate tamaa wala asijivune kwamba yeye ndiye. Hapana. Imani inatufundisha kwamba maisha ni zawadi. Hatukuomba, tumepewa tu kwa wema wa Mungu. Ni zawadi ya Mungu kwa kila mwanadamu. Kwa hiyo tuheshimu sana zawadi hiyo yako mwenyewe na binadamu mwingine yeyote yule. Tuheshimu uhai. Tuheshimu zawadi aliyopewa mwenzetu, mtoto kwenye mimba, mtoto mchanga, maskini, tajiri, kila mmoja
ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, tuheshimu katika binadamu wenzetu utu na tupe haki yake. Kwa hiyo daima tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai wetu binafsi na watu wengine. Pia tuombe hekima. Tuombe hekima ya kutambua kwamba kilicho bora cha kumpa Mungu ni kimoja tu. Kilicho bora ambacho tampa Mungu ni kimoja tu, jinsi tunavyoishi atakavyo Mungu. Weka mstari hapo. Zawadi ya kumpa Mungu ya maana sana ni kuishi atakavyo Mungu. Basi hiyo, tukishindwa hapo, maisha hayana thamani yoyote, hayana kabisa. Tuishi atakavyo Muumba aliyetuumba kwa mpango wake, na kielelezo chetu hasa ni Kristo aliyetukomboa. Alilipa fidia kubwa kweli kwa mateso na kifo chake na kwa ufufuko wake, na kabla ya mateso hayo akatufundisha njia sahihi na kumwelekea Mungu na jirani. Mafundisho yake sio ya binadamu, ni Mungu mwenyewe alimpeleka mwanaye atufunulie siri, kwa sababu binadamu baada ya kuumbwa vizuri ajabu anavuruga kwa kuhukumu wengine, kutothamini mpango wa Mungu katika maisha yetu binafsi na wengine, na kutumiana kama vyombo badala ya watu. Basi Yesu aliamini kile alichowaambia wanafunzi wake baada ya kuongea pale kisimani na mwanamke Msamaria. Walizungumza vitu virefu sana. Wanafunzi wake wakashangaa, anaongea na mwanamke Msamaria na ni Myahudi, anavunja miiko huyu. Basi anamwambia, sasa njoo ule chakula. Akamwambia, nimeshakula mimi. Nimepata wapi chakula? Huyu uliokuwa unaongea naye ndiye au? Tumsifu Yesu Kristo. Aliwaambia wanafunzi wake, chakula changu ndicho hiki. Sio chapati, sio ugali, sio mihogo. Chakula changu ni yatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Uhai wake ndio huo. Kinachompa sifa na sababu ya kuteseka na kufa ndicho hicho, ni yatende mapenzi yake aliyenipeleka. Amepelekwa kutukomboa. Kuna gharama kubwa kweli, na yuko tayari kuilipa gharama hiyo, kwa sababu anazingatia ametumwa na nani kufanya nini, nikaimalize kazi yake. Na ndio maana pale msalabani alipotamka yametimia, kumbe kazi ndio hiyo, kufa ili watu wasife. Ni Injili ya Yohana sura ya 4 aya 34. Ndugu zangu, tunaofahamu utendaji wa Kristo, sisi wa Kristo na wengine wote ambao wanapenda kujifunza hekima ya huyu mtumishi wa Mungu alipelekwa rasmi kutufungua macho, chakula chetu sisi wafuasi wa Yesu ni kuyatenda mapenzi yake aliyetuweka hapa duniani. Hilo ulifanyie kazi kweli kuliko mingine yote. Ndio amri ya kwanza ya Mungu hiyo, kuyatenda mapenzi yake aliyetuweka hapa duniani, yaani kumtii Mungu tulipo wazima. Tukifanya hivyo, tutapata mambo mawili makubwa. Tutadhihirisha upendo kwa Mungu, na pia tutadhihirisha utukufu wake ambao ameweka ndani mwetu, katuumba tulivyoumbwa, na ndio ufunguo wa kuingia kwenye uzima wa milele. Tumeyatenda yale ambayo tulituma kuyafanya, kumtanguliza Mungu katika yote na kutenda anayotaka tuyafanye kwenye maisha yetu binafsi
na jumuiya. Mtume Paulo kwenye somo la kwanza anatufundisha hekima ya kuishi kwa faida, sio kuishi tu, bali kuishi kwa faida. Ni kwa kuwekeza katika utumishi. Tuwekeze katika utumishi. Twaishi kwa faida kwa kutumika na kwa kutumikia, kwa kuwa hatukuumbwa ili tujitumikie binafsi. Na hapo ndio kuna changamoto ya maisha. Hatukuumbwa ili tujitumikie binafsi. Kule sokoni kaangalia tunavyohangaika. Tuna mama anauza wanavyokuuza na karanga huko, wanauza nyanya, wanafanya nini, wanahangaika mapema, ufunga mizigo, nenda kwenye minada huko, baba anahangaika. Wanachohangaika ukiwauliza ni nini? Watoto wangu wapate chakula, wapate elimu. Wanahangaikia watoto wao. Wanahangaikia maendeleo ya nchi. Wanahangaikia usalama wa nchi. Sio kujitumikia binafsi. Tukisha ingia kwenye binafsi tunaharibu kila kitu. Ndio maana tukaambiwa anayependa kwa mfuasi wangu ajikane nafsi yake. Asipojivua ubinafsi hata uweza mingine. Basi hatukuumbwa tujitumikie binafsi. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, tumekombolewa. Na kama tunakufa, twafa kwa Bwana. Thamani ya kifo cha mwenye haki iko katika mikono ya Bwana. Kwa hiyo maisha yetu tunayoishi, Mungu anayaona. Mizani ya ukweli anayo yeye, hadanganywi wala danganyi. Twafa kwa Bwana, twaishi kwa Bwana. Umaarufu wetu ni katika kumtumikia Bwana, sio kumwasi na kufanya kufuru. Kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya nani? Tumsifu Yesu Kristo. Tu mali ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana. Tumesikia historia fupi ya Padre Yasenga. Somi zile refu Zile refu kweli. Maana zipo katika maisha ya watu wote aliowahudumia. Hizo hatuzipati. Basi Yesu imekusanywa hapa, akachukua mambo hapa na pale, wakatuletea hapa. Sasa kwa muhtasari tu, alipewa zawadi ya kuishi kwa miaka 68. Hapo imefika hukumu wake, nukta ameshapewa. Aliyotaka kuyafanya hatafanya tena. Aliyofanya ndio haya tuliyosikia na mengine mengi sana tukuyasikia. Ndani ya miaka hiyo alikuwa mtawa kwa miaka 44. Mtawa ni nani? Anayejifunga na Mungu kwa nadhiri za ufukara. Mungu ndiye utajiri wake. Usafi wa moyo, usafi kamili, ili aweze kuwa chombo cha utakatifu kwa wengine. Na utii, akinyenyekea anayoagizwa kufanya na Mungu na kanisa na shirika lake na wale anaowatumikia. Ndio ufunguo wa utumishi. Na kwa miaka 39 ya upadre amewekea alama pale na stola na kalisi. Sasa tujiulize, alipokuwa hai vitu hivyo na rozari alivitumiaje? Kwanza leo hata vitumia tena. Alivitumiaje walipokuwa naweza kuvitumia? Misa alisaliji, rozari alisaliji, huduma kwa njia stola alizitoaje? Hizo ni alama ambazo natuambia tupambane wakati tuko wazima, ili tukatoe hesabu nzuri inayoeleweka kwa uaminifu wetu. Kwa kipindi hicho cha miaka 68 katika nafasi za utawa, padri, alipata nafasi ama fursa mbalimbali za kulea, kutoa malezi,
sio tu kwa maneno, bali kwa matendo, awe mfano kwa hao ambao anawafundisha na kuwalea, ili wamtazame, waone kweli anachotuambia kina tija, na hii ni mfano kama kichokoo cha kuonekana kwa hayo anayosema. Kufundisha, watu wanahitaji kufundishwa, watu mbalimbali. Hakuna mtu ambaye ameshafikia hali ambayo hafundishiki tena. Akishafikia hapo ndio anaanza kuoza. Tunafundishwa na Roho Mtakatifu akitumia watumishi wake mbalimbali, wazazi, viongozi, mambo ya kiroho na hata maendeleo. Alifundisha, tumesikia kwenye historia yake. Na pia kusimamia, kama kiongozi unapewa kanuni, afuate kanuni hizo na ashirikishe wengine mambo yaende kwenye mafanikio. Lakini pia kufanya utume ugenini, kule ambako watu wanakuuliza huyu akatoka wapi, anaongea lugha tumuelewi. Amekaa Uingereza miaka saba akihudumia kule, nenda Uganda misionari, lakini ugenini. Changamoto za kuwa mgeni ziko nyingi, lakini amebaki mwaminifu na amekuwa paroko wa Salasala kwa miaka mingapi? 11, mpaka alipoitwa na Muumba wake katika umilele. Hizo ni nafasi ambazo alipewa kama padri kwa maisha yake, kama mtawa, kama kiongozi, kama mlezi. Ni fursa mbalimbali ambazo tunapewa kwenye utumishi wetu. Ametuachia mfano wa utumishi. Mfano wa mtumishi aliyetumwa shambani kwa Bwana kuyafanya mapenzi ya aliyempeleka na kumaliza kazi ya Mungu, kazi ya kanisa na kazi ya shirika. Tuko hapa kumpa heshima ya Kikristo kwa imani kwamba kazi aliyofanya ni kupotea bure. Amewekeza katika nini? Utumishi. Alitumika na kutumikia watu, akitolea muda wake, muda wa kuhangaika. Kama ni mlezi, unajua unaamka unafuatilia mienendo ya unaowalea kwa upendo, unakuwa na mashaka, unawapa moyo na matumaini. Akatumia vipaji vyake, akaongeza elimu ili atumike vizuri zaidi bila uchoyo na kujibakiza. Amefanya hayo na ameyafanya kwa uwezo wake, kwa moyo na bidii, sio kwa mshahara wa fedha. Hapana, alishajikabidhi kuwa mtumishi wa Bwana katika wito wake. Basi naomba Mwenyezi Mungu apokee maisha hayo, nasi pia tutajirishe, tuna ukarimu kujiachia mikononi mwa Mungu na kuyafanya atakayo kwenye miito yetu. Tunamshukuru Mungu kwa mifano aliyotuachia pale. Ametuachia mfano wa kuzingatia agizo la Yesu kwamba viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Anatuambia iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wafungulie mara. Kama umesinzia hutamfungulia. Wewe ulisinzia sasa hivi hutamfungulia. Utakoroma hapa alafu utakushangaa wenzako. Kwa hiyo kuwa macho ni fadhila ya Kikristo. Unasinzia kwenye wito wako, unasinzia kwenye ibada, unamtukuza Mungu katika kusinzia. Sasa itakuwa changamoto. Kwa ndugu zangu, Ukristo ni mwaliko wa kukesha. Tunao wajibu wa kukesha katika kuwajibika na majukumu yetu ya kila siku. Ndio maana yake kuwa macho, kukesha, tahadhari. Kufunga kiuno, tukisema wale ambao hawajavaa mkanda wasimame, ina maana gani? Kufunga kiuno. Sasa hili kwa Wayahudi, watumishi walivaa kanzu tena refu kweli, inafunika mpaka miguu kabisa. Hiyo kanzu ndefu walikuwa na kamba. Wakati wa kufanya kazi ama wakati wa mchezo unaipandisha, unakuwa saizi ya kukimbia ama kama saizi ya
fanya kazi shambani, unalegeza, unarekebisha iwe kwenye urefu ambao utakuruhusu kufanya unachokifanya. Ndio maana yake hiyo. Sasa kumbe walifupisha hiyo kanzu yao na kuikaza kiunoni kwa kamba. Ni maisha ya nidhamu. Unaongea na baba yako, mama yako, mdogo wako, jirani yako, kuna lugha tofauti, heshima tofauti. Ujitambue. Uko mbele ya Mungu au mbele ya kiongozi? Uko mbele ya nani? Kurekebisha mkao wako ili uweze kuelewa yanayotokea. Tunahimizwa tuwe tayari kufanya kazi ngumu. Ukristo sio jambo rahisi. Kufanya kazi ngumu ya mfululizo katika utumishi wa kila wito. Kila wito. Wanandoa watumikiane na kuwatumikia watoto wao kwa uaminifu. Na huu utumishi ule ambao unamsaidia unayemtumikia amwone Mungu katika unayomfanyia. Kama kweli wanandoa mnapendana, mpelekane wapi? Mbinguni. Sio udanganyana kwenda kwenye njia nyingine. Ni huo sio upendo. Tumesema kwamba maisha yanayompendeza Mungu ni yale ambayo yanaongozwa na kumtii Mungu atakavyo. Sio kujisikia. Wawe kwa wakfu wakitumikiana katika jumuiya zao na kushirikiana kuwahudumia watu kwa upendo na kwa bidii kubwa. Maisha ya kawaida ili uishi maisha ya ujasiri. Sio kujificha huko. Unabebwa kama mzigo, hapana. Unajitoa kwa moyo wako wote ili uweze kusitawi katika majitoleo na utumishi. Taa ziwe zinawaka, ziangaze njia, watu waone mifano iliyo sahihi na mizuri. Neema ya ubatizo iwe nguvu ya kutuongoza ili tusitembee gizani na kukanyaga haki za Mungu na haki za jirani. Ndugu zangu, wito wetu ni kuwa chumvi ya kukoleza dunia na kuganga jamii iishi katika uponyi, katika usitawi. Wito wetu ni kuwa mwanga wa ulimwengu. Mshumaa pale, mshumaa Pasaka na waka pale, mwanga wa Kristo. Ni huo watu washonye ubatizo na kupata kitambaa cheupe. Sasa maisha hayo ya kimungu yabebe katika maisha halisi. Hivyo tubariki jamii kwa maisha na kwa utume wetu. Tuongoze kwa mifano yetu ya haki na upendo wa kweli, kwa mafundisho ya neno la Mungu na mafundisho ya kanisa, na kuwa na mbinu za kukabili changamoto za uregevu dini ambayo leo hii umepokeleka sana. Watu wanaregea. Uregevu dini changamoto kubwa, na ushirikina pia na maovu mengine kama hayo. Tujitazame vizuri kwamba hivi tutakapokaa kwenye mizani tutajihukumu wenyewe, ama ni Mungu atatuhukumu, ama ni jirani zetu atatuhukumu. Yote ambayo yanatatiza wokovu wa watu tuyafanyie kazi, hasa wakati wa Kwaresma. Tuhakikishe kwamba tunatumia muda huu vizuri kujipanga vyema. Padre Senga amerudi kwa Muumba wake. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa naye, na muombea huruma ya Mungu. Mungu apokee mahali pema mbinguni. Atuombee. Tumuombee utakaso na huruma ya Mungu ili apokelewe mbinguni mapema. Tumsindikize kwa sala zetu. Tumuombee misa na majitoleo mbalimbali, tukijiandaa pia kwa siku yetu itakapofika. Hatujui siku wala saa. Tuendeleze mazuri yaliyotuachia na tusichoke kutenda mema, kwani hayo yatashuhudia upendo wetu kwa Mungu na kwa jirani. Furaha milele umpe Bwana, hapo mzike kwa amani.